Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu, ndugu zangu. Leo nimependa niwakumbushe kitu kimoja ambacho naamini ni cha muhimu sana, hasa kwa sisi Waislamu, especially ambao wanaishi katika nchi za baridi. Unapoamka asubuhi, mara nyingi unakuta hali ya hewa inakuwa ni baridi kali, lakini hiyo inakuwa ni sababu ya watu wengi kupuuza kwenda msikitini kusali. Unaishi around kuna msikiti, lakini kwenda msikitini inakuwa ngumu kwa sababu unapoamka unakutana na baridi kali sana, na uenda hata ukibaki nyumbani unaweza usisali pia vile vile. Sasa kitu ambacho mimi leo ningependa niwakumbushe, kumbukeni huwa mnaenda kazini kwenu, tena unaamka mapema sana na wahi kazini, kwa sababu unajua usipoenda ni mawili, either utaikosa pesa ya siku hiyo, hutopewa katika mshahara wako, au unaweza hata ukaikosa na kazi yenyewe. Kwa hivyo tukumbuke, kama unaweza ukaacha usingizi wako ukawahi kazini kwako, basi ndo hivyo inabidi ukumbuke kwamba swala ni jambo ambalo huwezi kuliacha kwa sababu ya baridi. Tumepewa udhuru kwa pale ambapo mvua inakuwa ni kali. Hiyo udhuru imeruhusiwa hasa kwa sisi wanaume. Kwa watoto wa kike, wao kuswalia nyumbani ni sunna. Wao kuswalia nyumbani ni sunna, lakini sisi msikiti ndo kila kitu. Kwa hivyo jitahidi kwenye ibada msikitini, mtoto wa Kiislamu. Mimi hapa naingia msikitini. Haya, ndo msikitini kwetu hapa. Hii hasa itawahusu Waislamu wote ambao mnatazama video hii na mnaishi katika nchi za baridi. Haijalishi uko wapi, lakini kuna baridi. Hakuna kitu kigumu kwa mtoto wa Kiislamu kama kuamka asubuhi mapema kwenda msikitini, hasa katika nchi kama hizi ambazo zina baridi kali. Hiyo ni kitu kigumu sana, kwa sababu unaweza ukawa una moyo wa swala zingine zote, ila swala ya alfajiri unakuwa mzito tu automatiki, kwa sababu kwanza baridi inakufanya upende kitanda. Yani hautokuwa na ule munkari na spidi ya kuamka kama unapokuwa unakimbizana na muda kuwahi katika kazi za wazungu. Lakini inapokuja swala inakuwa ni ngumu. Sasa kitu ambacho mimi naweza nikakuhusia, ndugu yangu, fanya yako yote, lakini jitahidi sana swala alfajiri uiswali msikitini, hasa kwa sisi watoto wa kiume. Swala ya alfajiri ni msikitini, sio nyumbani. Kwa hiyo jitahidi. Tumepewa udhuru wa mvua tu. Kukiwa kuna mvua hapo, familahi, unaweza ukaswalia nyumbani, lakini kama hamna mvua, tafadhali, kama hamna mvua, jitahidi nenda msikitini. Ile unavyojitoa kwenye ibada zako, ndivyo ambavyo na Mwenyezi Mungu atakutilia wepesi kwenye mambo yako. Unapofanya kazi kwa spidi, unataka uwahi, na msikitini fanya hivyo, kwa sababu